la pili mpaka la tatu kwenye Kiswahili cha kisasa anasema, twende mbele zake na shukrani, tumshangilie kwa nyimbo za sifa, maana Mwenyezi Mungu ni Mungu mkuu, yeye ni mfalme mkuu juu ya miungu yote. Nami nasema hivi, yeye ni mfalme mkuu. Wewe uongee kwa nguvu, useme juu ya miungu yote. Haya, ninaanza. Yeye ni mfalme mkuu. Twende. Kwa hiyo hata kama hajakutendea ulivyokuwa unadhani wewe, lakini Mungu ni mfalme mkuu juu ya miungu yote. Hakuna mwingine hapasai kuabudiwa na kushukuriwa isipokuwa yeye. Shukrani si utamaduni wa dini tu, ni lugha rasmi ya watu wa kifalme wa mbinguni. Tunapojua hadhi ya Mungu wetu, hatuwezi kumjia kwa manunguniko, bali kwa heshima na shukrani. Ibada ya kushukuru ni nafasi ya kumwambia Mungu, najua bado hujanipa kila ninachotaka, lakini asante kwa kuwa bado wewe ni Mungu wangu. Haleluya. Ili likae katika moyo wa kila mmoja wetu. Nini maana ya kushukuru hasa? Zaburi ya 100 utaisoma kwa muda wako yote, lakini angalia fungu la 4. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, na nywani mwake kwa sifa, mshukuruni, lihimidini jina lake. Hebu sikia hii kusaidie kiroho. Shukrani ni funguo ya kuingia katika maeneo ya ndani ya uwepo wa Mungu. Haleluya. Muulize jirani yako, umesikia hiyo sentence? Amesemaje? Amesemaje? Ameisikia. Shukrani ni funguo ya kuingia katika maeneo ya ndani ya uwepo wa Mungu. Hii ni ibada inayoibuka si kwa sababu hali ni nzuri, bali kwa sababu tumetambua tabia ya Mungu kuwa ni mwema. Haleluya. Siku zote, kwa wale ambao wamekuwa nikifuatilia kila wakati nikiongea, nahitaji kuondoa picha akilini iliyojengwa kwa muda mrefu ya Mungu mbabe, Mungu polisi, Mungu jaji mhukumu. Atakuwa hivyo siku moja, ila kwa sasa ni mwenye rehema nyingi. Muendee ukijua unaenda kwa dadi, unaenda kwa baba anayejali. Sikiliza nikuambie hili, kushukuru ni kugeuza moyo wetu kuwa madhabahu ya sifa. Hata katika giza, mnyenyekevu husema, asante Bwana kwa kuwa unanijua na unatembea pamoja nami. Haleluya. Katika Luka sura ile ya 17 fungu la 15 hadi 19 utaisoma kwa muda wako. Walikuwepo wakoma walioponywa. Wale wakoma walipoponywa, mmoja ndiye aliyerudi. Mmoja alirudi na kumshukuru kwa sauti kuu. Wengine 9 waliendelea na maisha yao baada ya kupata muujiza wao. Lakini mmoja aligeuka, ni mmoja tu aliyegeuka kuwa mshirika wa kiroho. Yesu hakumponya tu yule aliyegeuka. Yesu hakumponya tu, bali alimkamilisha. Akamwambia, imani yako imekuponya. Kuna uponyaji wa mwili na kuna uponyaji wa roho na moyo. Huo hupatikana kwa wale wanaoshukuru. Kumbe wasioshukuru wanapata uponyaji aina moja. Wanaoshukuru wanaponywa moyo, wanabadilishwa tabia. Ndio maana Yesu akamwambia, tazama umekuwa mzima. Kumbe wale waliponywa lakini hawakuwa wazima. Wengi leo wanapokea baraka, wanapata kazi, wanafunga ndoa, wanapona magonjwa, lakini wachache sana hurudi kwa Yesu na moyo wa kushukuru. Mungu akusaidie uweze kulibeba hivi. Nguvu zilizopo katika ibada ya kushukuru ni hizi. Namba 1, hufunua uwepo wa Mungu. Mungu wetu yupo wakati wote, lakini unapoanza kumshukuru, lile pazia linaondoka. Nami nakuuliza, unahitaji pazia liondoke ili uweze kuona uwepo wa Mungu? Jifunze kushukuru. Piga picha ungekuwa wewe ni Paulo na Sila katika gereza, na wamefungwa si kwa sababu ya tabia mbaya, ila walifungwa kwa sababu walitenda kitu ambacho Mungu anataka. Nadhani wenda maombi yako yangegeuka. Ungekuwa ni mtu wa kulalamika, Mungu mbona, Mungu mbona, ila wao walishukuru. Katikati ya sifa
milango ilifunguka. Zaburi 22 fungu la 3, lakini wewe mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Shukrani ni kiti cha enzi cha Mungu duniani. Pale ambapo Mungu anakuta moyo wa shukrani huwa haondoki. Ngoja niseme vizuri hii. Pale ambapo Mungu anaona moyo wa shukrani huwa haondoki. Haleluya. Unataka uwepo wa Mungu uendelee kuwa nawe? Shukuru. Katikati ya maji mengi, shukuru. Shukuru. Sikiliza nikwambie kwa nini wengi tunakosa shukrani. Huenda wale ambao wanafuatilia hizi slide unaweza ukaacha kidogo unisikilize hapa. Kwa nini watu wengi wanakosa shukrani? Sikiliza nikwambie hii. Mungu anapotupatia maono ya mbele huwa hatuonyeshi hatua za kuyafikia. Mtazame jirani yako, mwambie umeelewa au arudie. Amekuambiaje? Mungu anapokuonyesha maono ya kule unakoelekea, baraka zako ziko wapi, wewe utakuwa nani baadaye, anakuonyesha maono lakini hakuonyeshi hatua. Kwa nini Mungu haonyeshi hatua? Hatua zinakatisha tamaa, lakini maono yanatia moyo. Kama Yusufu angelijua hatua za kwenda ikulu, angekataa maono. Mungu akamuonyesha maono, utakuwa nani, utasujudiwa, lakini hakumwambia ina gharama ya kusingiziwa umebaka. Mungu hakumwambia ina gharama ya kuingia gerezani bila kosa. Mungu hakumwambia gharama zake. Inawezekana huko hapa una maono makubwa Mungu amekupa, lakini umekata tamaa kwa sababu unaoyapitia ni kana kwamba Mungu amekusahau. Nakupa habari njema, kuna maono na kuna hatua. Mshukuru kwa kila jambo. Naomba usimame sasa. Njoo na shukrani zako katika boksi la maombi leo, weka shukrani. Njoo na shukrani zako leo katika sadaka, boksi la sadaka. Unafuatilia kwa njia ya television, unaweza ukaweka sadaka yako katika akaunti ya Magomeni SDA Church ukimshukuru Mungu. Mungu ni wa kushukuriwa. Wakati ndugu zangu wanapokuja tena tukiimba fungu letu la pili, lakini ukisikiliza kwa mbali Mang'ombe ametuwekea kitu kizuri, give thanks to the Lord. Wimbo mzuri sana kwa kila alichokifanya. Bado Mungu wetu ni wa kuabudiwa. Fanya